Kufuatia kauli aliyoitoa Dr. Saada ambaye ni waziri wa nchi ofisi ya Rais Ikulu, pamoja ambao ana cheo kingine cha kaimu waziri wa afya Zanzibar, alipokuwa akitoa majibu katika baraza la wawakilishi kwa kile alichoweza kukisema kuhusiana na madai ambayo alisema kwamba kuna baadhi ya watu wanapewa kadi za Wazanzibar wa kazi bila kuwa Wazanzibar. Kitendo hicho kiliweza kudhibitisha kile ambacho chama cha ACT Wazalendo wamekuwa wakikipigia kelele kila siku visiwani Zanzibar, kwamba kuna watu ambao wamekuwa wakienda kupiga kura kuongeza idadi ya watu waliopiga kura katika nafasi ya ubunge, diwani pamoja na rais visiwani Zanzibar bila kuwa na uhalali wa kuwa wa Zanzibar katika eneo hilo. Sasa kauli ya Dr. Saada imeweza kudhibitisha yale madai ambayo ACT Wazalendo wamekuwa wakiyatoa kuhusiana na kile ambacho kimekuwa kikiendelea visiwani Zanzibar. Kwa muda mrefu kumekuwepo na malalamiko pamoja na hoja kubwa iliyokuwa ikijadiliwa Zanzibar kabla na baada ya uchaguzi wa Oktoba mwaka 2025. Hoja hiyo ilitolewa na baadhi ya wananchi hususani wa chama kikuu cha upinzani hapo visiwani Zanzibar, tukizungumzia chama cha ACT Wazalendo, kwa sababu katika visiwa vya Zanzibar huko chama cha ACT Wazalendo ndiyo chama kikubwa cha upinzani visiwani humo. Katika nyakati mbalimbali, wakati wa uandikishaji na wakati wa upigaji kura, viongozi wa chama hicho walidai hadharani ya kwamba baadhi ya wanaoandikishwa kupiga kura si wa Zanzibar, bali wapo wengine wanaopata fursa hiyo kutoka nje ya Zanzibar, ambapo hupewa vitambulisho hivyo kwa madai ya kusaidia kuongeza idadi ya kura katika upigaji kura. ACT Wazalendo walidai ya kuwa hali hiyo ni mojawapo ya njia zinazowezesha kuchochea na kuleta machafuko katika visiwani Zanzibar. Tuhuma hizo mara nyingi zinaelekezwa katika Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar ZEC. Ilidai kuwa inafanya hivyo kwa kushirikiana au kutekeleza matakwa ya Chama cha Mapinduzi yani CCM ili kukiwezesha chama hicho kushinda katika nafasi mbalimbali za viongozi visiwani humo au katika kisiwa hicho cha Zanzibar. Kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi wa Zanzibar ya mwaka 2018, katika uchaguzi mkuu wa Zanzibar wa kumchagua rais, wabunge, wawakilishi na madiwani, iwapo mwananchi ambaye si Mzanzibar hana kitambulisho cha Mzanzibar mkazi yani ZAN ID, lakini anacho kitambulisho cha taifa na kadi ya mpiga kura, anaruhusiwa kupiga kura ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pekee, si kumchagua rais wa Zanzibar, mbunge wa Zanzibar au mwakilishi wa Zanzibar na diwani wa Zanzibar. Iwapo kama mtu hana kitambulisho cha Zanzibar, Mzanzibar mkazi, basi anaruhusiwa kumchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tu. Sasa ACT Wazalendo wamekuwa wakibua hoja mbalimbali kuhusiana na kwamba kumekuwepo na watu kutoka nje ya Zanzibar ambao wamekuwa wakipewa vitambulisho hivyo kwa ajili ya kuweza kuongeza idadi ya kura ambayo inaweza kutumika na Chama cha Mapinduzi kuweza kunyakua ushindi katika visiwani humo. Hata hivyo, wamesema kwamba hauruhusiwi kupiga kura katika nafasi nyingine za rais wa Zanzibar, wawakilishi, ubunge na udiwani. Madai hayo yalielekezwa pia kwa masheha pamoja na Tume ya Uchaguzi na Chama cha Mapinduzi yani CCM, yani kwamba kadi hizo kutolewa kwa ajili ya kuweza kuongeza idadi ya kura. Tuhuma hizo ziliweza kuelekezwa kwa hawa masheha ambao hawa ndio wanaoandikisha watu
au Wazanzibar wakazi kwa ajili ya kuweza kupata vitambulisho hivyo. Lawama hizo zilielekezwa kwa Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar ZEC na pia zilielekezwa kwa Chama cha Mapinduzi. Na tunakumbuka hapa bara Humphrey Polepole aliwahi kusema kwamba mifumo hii imeungana, mifumo ya uchaguzi, mifumo ya CCM na mifumo ya NIDA, ni kwamba imeunganishwa sehemu moja na Chama cha Mapinduzi, yaani kwamba mifumo hii yote imeunganishwa ndani ya Chama cha Mapinduzi. Lakini licha ya kuwepo kwa madai na tuhuma hizo, mara kadhaa Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar na CCM wamekuwa wakikanusha, wakisema kwamba ni taarifa za upotoshaji zinazolenga kuibua taharuki tu. Hata katika uchaguzi uliomalizika mnamo Oktoba 29 mwaka 2025, kuanzia mchakato wa kuboresha daftari la wapiga kura katika awamu ya kwanza na awamu ya pili, malalamiko hayo yaliendelea kuwapo, lakini yamekanushwa na kuelezwa kuwa hayana uhalisia bali ni propaganda. ZEC ilieleza kuwa mchakato mzima ulifanyika kwa mujibu wa sheria na kwamba wote walioandikishwa walikidhi vigezo vinavyotakiwa kisheria. Ilithibitisha kuwa jumla ya wapiga kura waliosajiliwa walikuwa ni 717,557 huku 8,325 wakiondolewa kwenye daftari la wapiga kura. Hata hivyo, hivi karibuni inaonekana kwamba baadhi ya madai hayo yamethibitishwa kwa namna fulani hivi na waziri wa nchi ofisi ya Rais, ambaye ni kaimu waziri wa afya Zanzibar, hapa tukimzungumzia Dr. Saada Mkuya, alipokuwa akijibu maswali katika Baraza la Wawakilishi wakati wa mjadala wa bajeti. Katika mjadala huo uliosababisha hisia tofauti miongoni mwa wananchi, hasa kuhusu swala la ubaguzi, Dr. Saada alizungumzia uwepo wa watu wanaopata vitambulisho vya Mzanzibar mkazi kimakosa na kuelekeza lawama kwa masheha, akisema kwamba wao ndio wanaohusika na utoaji usio sahihi wa vitambulisho hivyo. Alifafanua kuwa kadi za matibabu zinapaswa kutolewa kwa Wazanzibar pekee, lakini katika hali halisi hutolewa kwa watu wasiokuwa Wazanzibar. Kwa mujibu wa utaratibu, mwananchi huwasilisha taarifa zake kwa sheha wa shehia husika, kisha hupatiwa kitambulisho cha Mzanzibar mkazi na baadaye hupewa huduma zinazohusu kadi hizo. Mchakato wa kupata kitambulisho cha Mzanzibar mkazi huanza kwa sheha, kisha taarifa hupelekwa katika ofisi ya usajili kwa ajili ya uchapishaji wa vitambulisho. Hivyo Dr. Saada alieleza kwamba kuna watu wasiokuwa Wazanzibar hupata vitambulisho hivyo kimakosa, na akashangazwa na namna hali hiyo inavyotokea, akisisitiza ya kuwa masheha wanapaswa kuwajibika kwa uaminifu katika mchakato huo. Kutokana na kauli hiyo, licha ya kuwa Waziri Saada hana mamlaka ya moja kwa moja ya kusimamia swala hilo, mara nyingi kauli ya mawaziri kuchukuliwa kama msimamo wa serikali, hususan wanapojibu maswali bungeni au katika Baraza la Wawakilishi. Katika Baraza la 11, Dr. Saada amekuwa akijitokeza mara kadhaa kutoa ufafanuzi katika wizara mbalimbali, jambo linalofanya majibu yake kuchukuliwa kama msimamo rasmi wa serikali katika mjadala wa kisera. Hapa ndipo hoja inapoibuka kuwa kauli ya waziri inaonekana kama inathibitisha kuwepo kwa changamoto katika utoaji wa vitambulisho vya Mzanzibar mkazi bila kufuata kikamilifu misingi na taratibu kama ilivyokuwa ikidaiwa na chama cha ACT Wazalendo ambacho ni chama kikuu cha upinzani visiwani Zanzibar. Bila kujali ukweli wake, kauli hiyo ikatolewa na waziri mwenye uzoefu mkubwa serikalini. Inaiweka serikali katika nafasi nyeti na kuipa nguvu zaidi chama cha ACT Wazalendo katika hoja zake za hadharani
hivyo kufanya madai hayo kuhusu watu wasiokuwa na sifa kusikika kwa nguvu zaidi katika nyanja za siasa. Ingawa kitaalamu ZEC ndiyo yenye mamlaka ya mwisho ya kuweza kuthibitisha sifa za mpiga kura, kauli ya waziri inapaswa kuchunguzwa kwa kulinganisha na takwimu rasmi za sheria ya uchaguzi zilizopo kwa sasa. Kwa ujumla, kauli ya waziri inaweza kuonekana kuunga mkono hoja ya ACT Wazalendo kisiasa, lakini si lazima iwe ni uthibitisho wa moja kwa moja kisheria kwa madai hayo. Mwisho wa kukusogezea kile ambacho tulihitaji uweze kukijua kuhusiana na yale yanaendelea kujiri katika eneo hilo. Tukutane wakati mwingine na wasaa mwingine kuendelea kukupa taarifa mbalimbali ambazo zimekuwa zikiendelea kukusogea katika nyanja hizi. Sasa mtazamaji na mfuatiliaji wetu, tuachie maoni yako, tuambie ni kipi ambacho unacho, na sisi tutaendelea kukusogezea yale tunaoona ni kwamba yanakufaa, mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, uweze kuyasikia kutokana na yale yanayoendelea katika nyanja mbalimbali za siasa hapa nchini Tanzania. Hapa nikisema nchini Tanzania inamaanisha ni kwamba tumeunganisha visiwani pamoja na bara. Tutakuletea taarifa za pande zote mbili. Tukutane wakati mwingine na wasaa mwingine kuendelea kujuzana taarifa mbalimbali.